Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali kila ambacho nawaomba ni muweze kujiunga na familia hii kwa kupiga subscription, alafu support hichi kituo kwa namna moja au nyingine. Unaweza ukasambaza kanda zetu, unaweza ukatulipia wifi mwezi huu wa Januari. Hapo utakuwa umefanya vizuri. Mtazamaji, kwa namna mambo yalivyofanyika Tanzania kabla, wakati na baada ya kile ambacho kiliweza kuitwa kwamba ni uchaguzi ambao Samia anazidi kujishaua kwamba alichaguliwa kwa 98% ya raia wa Tanzania, ni vigumu sana kukaa kimya ikiwa uko na akili timamu. Kwa namna mambo yalivyoweza kutendeka Tanzania kabla, wakati na baada ya kile ambacho kiliitwa uchaguzi, ni vigumu kukaa kimya ikiwa upo na akili ambayo ni timamu. Kulingana na mawakili, wanasema kwamba kile ambacho kilifanyika Oktoba kilikuwa ni uchafuzi, kwa sababu serikali hii iliweza kuiba kura, waliweza kuiba madaraka bila ya ridhaa ya Watanzania walio wengi. Sasa kuna kesi ambayo imeweza kupelekwa katika mahakama ya Afrika Mashariki ili kuomba mahakama ile kufuta kile ambacho kinaitwa kwamba ni ushindi wa Samia, na mahakama ile iweze kuamuru mara moja kuandaliwa kwa uchaguzi mpya ulio huru, unaoshirikisha viongozi wote wa upinzani na wa serikali kwenye uchaguzi huo ndani ya Tanzania. Tafadhali ninakuomba tuweza kupitia barua ambayo imeweza kuwasilishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki, kwa sababu tunaelewa kwamba ndani ya Tanzania hakuna sheria ambayo inaruhusu mwenyekiti wa tume ya INEC ya uchaguzi Tanzania, baada ya kutangaza mshindi wa kiti cha urais, hakuna sheria ambayo inaruhusu kwamba aweze kupingwa uamuzi ule wake. Kwa hivyo sasa, kwa sababu hakuna sheria hizo Tanzania, ama hakuna sheria ambazo zinaruhusu kesi kuchukuliwa katika mahakama kuu ya Tanzania kwenda kupinga ushindi ule wa Samia, wameamua kuchukua kesi hiyo katika mahakama ya Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba Afrika Mashariki ipo na mahakama ambayo inaitwa East African Court of Justice, yaani mahakama ya Afrika Mashariki. Sasa kesi hii imeweza kuandikwa kwa lugha ya Kimombo, vilevile kwa lugha ya Kiswahili. Jinsi ambavyo natazama hapo, hizo ndizo nakala ambazo nimeweza kuzipokea, kwa sababu mimi ni mwanahabari. Ninapokea taarifa kwa haraka sana, na kesi hiyo imeweza kuwasilishwa ama iliweza kuwasilishwa mnamo tarehe 7 Januari, yani siku ya Jumatano mwaka 2026, na kesi hiyo ikaweza kuandikwa kwamba Tanzania na katibu mkuu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki washtakiwa mahakama ya Afrika Mashariki kwa vurugu na dosari za uchaguzi za Oktoba 25. Unasikia, taifa la Tanzania pamoja na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wote wameweza kushtakiwa katika mahakama hiyo ya Afrika Mashariki
kwa vurugu na dosari za uchaguzi wa mwaka 2025. Wakaendelea kwamba Arusha Januari tarehe 7 mwaka 2026, wanasheria Tito Elia Magoti pamoja na Bob Chacha Wangwe wameishtaki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Mahakama ya Afrika Mashariki katika kesi nambari 59 mwaka 2025, wakilalamikia vitendo vya ukiukwaji wa utaratibu ama ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi, kushindwa kusimamia, kuongoza na kutizama uchaguzi katika viwango kubalifu vya kisheria. Kwa hivyo unaona, wanalalamika kwamba kitu ambacho kinaitwa ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi ndizo zimeweza kuwafanya wao kuchukua kesi mahakamani. Vilevile wanasema kwamba tume na serikali ya Tanzania, tume ya INEC na serikali ya Tanzania vyote viliweza ama zote ziliweza kushindwa kusimamia uchaguzi wa viwango ambavyo vinakubaliwa. Vilevile Tanzania na tume ya uchaguzi vyote viliweza kushindwa kuongoza na hata kutizama uchaguzi katika viwango ambavyo vinakubaliwa. Kwa hivyo wakaendelea kusema hivi, naomba uweze kunipea wakati nikuchanganulie ndiposa uweze kuelewa mambo haya. Wawili hao wanapinga uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 waliouita wa hadaa. Yani uchaguzi huu wanasema kwamba wameweza kuupinga. Kwa nini? Ulikuwa wa kuhadaa, yani ulikuwa ni wa kudanganya Watanzania, vilevile kwa misingi ya uvunjivu wa mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hususan wakasema kwamba uchaguzi huu ulikuwa unaadaa kwa misingi ya uvunjivu wa mkataba wa uanzishwaji wa Jamhuri ya Afrika Mashariki. Akasema kwamba kuna vitu ama kuna vigezo ambavyo viliweza kuhadaiwa na kuvunjwa. Akasema kwamba aswa ama hususan kipengele cha kwanza kifungu cha 6D, uchaguzi huo na matukio yake baada ya hapo havi kuzingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, utawala wa sheria pamoja na haki za binadamu na za watu. Nikiweza kukuchanganulia kauli hiyo, mpenzi mtazamaji, unaona hapa wanasema kwamba kifungu cha 6 nambari D, uchaguzi huo na matukio yake baadaye ya hapo havikuzingatia misingi ya utawala bora. Unaona, uchaguzi ule uliweza kuandaliwa, Watanzania wengi hawakushiriki, lakini ukiweza kuangalia matokeo ambayo yaliweza kutoka pale, tulielezwa kwamba Samia alishinda, alipigiwa kura nyingi. Sasa watu wakajiuliza kwamba hizi kura ambazo zinasemekana kwamba alipigiwa nyingi zilikuwa wapi kipindi ambapo wananchi hawakushiriki? Vile vile tukaona wananchi wanamiminiwa vitoza machozi, mabomu ya kutoa machozi, tukaona wananchi wanamiminiwa risasi. Hapa ndipo anaeleza kwamba matukio yake baada ya hapo havikuzingatia misingi ya utawala bora, demokrasia na utawala wa sheria. Kwa nini? Utawala wa sheria unahitaji angalau uchaguzi uweze kuandaliwa wa wazi, wa kufuata sheria, taratibu za sheria. Demokrasia inahitaji viongozi wote wa upinzani wa serikali waweza kushiriki uchaguzi, wote hawakuweza kushiriki. Na ndio maana unaona hapa wanasema kwamba vyote pamoja havikuwa ama havikuweza kufuata katiba na mkataba wa Afrika Mashariki, haswa haki za kibinadamu. Wananchi wengi waliweza kuuawa. Nambari 2, wakasema kwamba kifungu cha 7(2), vitendo vya mamlaka kabla, wakati na baada ya uchaguzi vilikosa uwazi, uadilifu na kuheshimu haki za kisiasa, kinyume na kanuni shirikishi za uendeshaji wa uchaguzi wa Afrika Mashariki, East African Community. Sasa
hapa nambari 2 wanaeleza kwamba vitendo ambavyo vilikuwa Tanzania vya utekaji, vya vyama kuinguliwa kutoka kwa uchaguzi kabla na wakati baada ya uchaguzi vilikosa uwazi. Hata mliona mawakala wa uchaguzi wengi walikuwa wao ndio walikuwa wanachukua kalamu na karatasi za kupiga kura, walikuwa wanatiki ili kuweza kuwadaa wananchi kwamba, ama ili kuweza kuwadaa Watanzania kwamba watu wengi walishiriki uchaguzi. Ni jambo la kusikitisha, mpenzi mtazamaji. Hivi vyote kulingana na walalamikaji ambao ni mawakili ama wanasheria wawili, wanasema kwamba vyote havikuweza ama vilienda kinyume na kanuni shirikishi za uendeshaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nambari 3 wanasema kwamba uchaguzi ule wa 29 ulikiuka ama uliendeshwa kwa misingi ya uvunjifu wa mkataba wa Afrika Mashariki kwa kifungu cha 8(1) cha usimamizi wa uchaguzi huo na hatua za baadaye za dola ulidhoofisha demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, na hivyo kuhatarisha malengo na utekelezaji wa katiba ama mkataba ambao nchi wanachama wanapaswa kuepuka vitendo hivyo. Ukiangalia mpenzi mtazamaji, vyombo vya dola vilitumika vibaya. Hata polisi walikuwa wanaangalia mawakala wanachama wa Tume ya Uchaguzi Tanzania, ama ukipenda waendesha wasimamizi wa uchaguzi, wakisahihisha fomu nyingi na hawakuwa wanawazuia. Yaani vyombo vya dola vilikuwa tu, hakuna kitu ambacho waliweza kuzuia. Kwenye uchaguzi unapata kwamba vyombo vya dola vimeweka pale angalau kuzuia wizi wa kura, lakini mambo ambayo yalitokea pale yalikuwa ni ya kushangaza. Yalikuwa ni ya kushangaza mpenzi mtazamaji. Demokrasia haikufuatwa. Wananchi walikuwa wanauawa kama wanyama. Kwa hivyo wakaendelea kusema kwamba Magoti ambaye ni wakili pamoja na Wangwe wanaiomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki itoe maagizo yafuatayo dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tamko kwamba vitendo na uzembe wa Tanzania vinavyohusiana na uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 vimekiuka mkataba wa Afrika Mashariki. Yaani wanaiomba hiyo mahakama ya Afrika Mashariki waweze kusema kwamba ule uchaguzi uliweza kukiuka mkataba wa Afrika Mashariki ama wa Muungano wa Afrika Mashariki. Vile vile wanasema kwamba pia mchakato wa uchaguzi tarehe 29 mpaka tarehe 1 mwezi wa 11 havikutimiza viwango vya lazima vya uchaguzi vya kidemokrasia chini ya sheria na miongozo iliyokubaliwa ndani ya Muungano wa Afrika Mashariki, Muungano wa Mataifa ya Afrika pamoja na Muungano wa Mataifa ya Afrika Kusini. Wakaeleza kwamba na uvunjivu mkubwa wa haki kabla, wakati, baada ya uchaguzi kulifanya mchakato huo kuwa sio uchaguzi, kinyume na mkataba wa Afrika Mashariki na kanuni za kidemokrasia. Amri kwamba ama anaomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kutoa amri kwamba nambari 1, uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 mpaka tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025 utangazwe kuwa na kasoro za msingi na batili chini ya viwango vya Afrika Mashariki au kipenda mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo wanaomba kwamba uchaguzi ule ambao uliweza kufanyika Tanzania tarehe 29 Oktoba na matokeo yakatolewa tarehe 1 mwezi wa 11, wanasema hivi, uweze
kutambuliwa kwamba ulikuwa na kasoro ama uchaguzi ule haukuweza kukidhi kitu ambacho kinaitwa misingi na viwango vya mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini ukiweza kuangalia mataifa ya Afrika Mashariki ni udikteta tu. Kenya ni udikteta. Kenya wizi wa kura upo. Uganda wizi wa kura upo. Uganda by the way wanapiga kura mwezi huu wa Januari. Utaona kitu ambacho Museveni atafanya. Rwanda wanaiba kura. Yaani mataifa ya Afrika Mashariki yote yanaiba kura. Alafu wakasema kwamba nambari 2 wanaomba uchaguzi mpya ufanyike, ama wanaomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kutoa amri kwamba uchaguzi mpya ufanyike kwa kuzingatia kikamilifu mkataba wa mataifa ya Afrika Mashariki, kanuni za uchaguzi wa Afrika Mashariki pamoja na viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia vya mataifa ambayo yako chini ya muungano wa mataifa ya ama Umoja wa Mataifa ya Afrika pamoja na mataifa ya Afrika Kusini. Kwa hivyo wanasema kwamba baada ya ule uchaguzi kuweza kutambulika kwamba ulikuwa na kasoro, wanaomba kwamba ushindi wa Samia uweze kufutwa, alafu taifa la Tanzania liweza kuandaa uchaguzi upya. Nambari 3 wakasema kwamba uchaguzi wowote mpya, ama wanaomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kutoa amri kwamba uchaguzi wowote mpya uendeshwe kwa kuzingatia kikamilifu viwango vya kikanda vya uangalizi kwa uchaguzi na kanuni za demokrasia. Wanasema kwamba uchaguzi mpya ambao utakuwa enda kuandaliwa baada ya uchaguzi ule kufutwa ule wa Oktoba, wanasema kwamba uweze kuendeshwa kwa kuzingatia kikamilifu viwango vya kikanda vya uangalizi na uchaguzi. Yaani yale mataifa ambayo yataenda kushiriki zoezi hilo la kuangalia kura ambazo zitaandaliwa upya Tanzania yaweze kupewa nafasi zao kuangalia uchaguzi ule mpya. Yale mashirika ambayo yataweza kuruhusiwa kwenda kuangalia uchaguzi wasizimiwe kitu ambacho kinaitwa mtandao, waache waweze kukagua matokeo pamoja na zoezi nzima la kupiga kura. Nambari 4 wakaomba mahakama ya Afrika Mashariki iweze kutoa kanuni kwamba uchunguzi wa haraka usio na upendeleo, ulio wazi na huru usimamiwe na vyombo vya Afrika ama mataifa ya Afrika Mashariki, ukipenda East African Community, ufanyike kuhusu ukiukwaji wote wa uchaguzi kabla, wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na wahusika wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Yaani wanaomba kwamba uchunguzi uweze kufanyika, kuweza kuchunguza uvunjivu wa amani wote ambao uliweza kufanyika Tanzania kabla, kipindi na baada ya kile ambacho kinaitwa uchaguzi, na wale ambao watakaopatikana na hatia wafikishwe katika vyombo vya sheria, wachukuliwe hatua. Na wameweza kusisitiza kwamba hawataki ile tume ambayo imeweza kuundwa na Samia ambayo inaongozwa na Mohamed Chande aliyekuwa jaji iweze kuongoza. Hawataki ile tume iweze kuongoza kitu ambacho kinaitwa mchakato wa kuchunguza uvunjivu wa amani, bali wanataka wale ambao watakaochunguza waweze kutoka katika muungano wa mataifa ya Afrika Mashariki. Nambari 5 wakasema kwamba wanataka hiyo mahakama ya Afrika Mashariki iweze kutoa maagizo kwamba Tanzania ilipe fidia, malipo ya madhara na marekebisho kwa waathirika. Unaona, kuna wale ambao waliweza kuuawa, kuna wale ambao waliweza kuumizwa, na kuna wale ambao waliweza kupoteza mali zao. Sasa wanaomba mahakama hii, sasa wanasheria wanaomba mahakama hii hawa ambao wameweza kuwasilisha kesi, wanaomba mahakama hii
iweze kuagiza serikali ya Samia ambayo itaenda kufutwa kulingana na maombi ya hawa wanasheria, waweze kuamriwa walipe fidia zile familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao, wale ambao waliweza kuumizwa wapate fidia, na pamoja wale ambao mali yao yaliweza kuharibiwa wapate fidia. Alafu nambari 6, wakaomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kutoa maagizo kwamba taifa la Tanzania ichukue hatua za urekebishaji stahiki ikijumlisha huduma za kitabibu, kisaikolojia, kisheria na kijamii kwa waathirika na jamaa zao. Kuna wale ambao waliweza kupoteza wapendwa wao, wanaomba kwamba waweze kupewa huduma za kisaikolojia, waweze kupewa huduma za kimatibabu bure. Nambari kidogo tu, naona hapa mtambo wangu naruka. Nambari 8 ama nambari 7, wanaomba mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kuagiza kwamba dola iombe msamaha wa wazi kwa manusura na familia zao. Wanaagiza kwamba vyombo vyote vya ulinzi Tanzania, tukianzia jeshi la JWTZ pamoja na jeshi la polisi, liweze kukuja moja kwa moja kwa televisheni waombe msamaha kwa zile familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao, waweze kuomba msamaha vilevile kwa zile familia ambazo ziliweza kuumizwa na wapendwa wao kuachwa na majeraha kutokana na maandamano ambayo yaliandaliwa mwezi wa 10 kwa kile ambacho kinaitwa kwamba uchaguzi uliweza kufanyika. Nambari 8, wanahitaji mahakama hiyo ya Afrika Mashariki iweze kuomba ama iweze kuagiza dola ifanye mageuzi ya kisheria na ya kitaasisi ili kuzuia kutokea tena kwa uvunjaji kama huo wa taratibu za uchaguzi. Wanaomba kwamba mahakama hiyo iweze kuagiza vyombo vya usalama Tanzania viweze kufanya marekebisho ya taasisi ili kuweza kuzuia kitu ambacho kinaitwa uvunjaji na taratibu za uchaguzi. Sasa wakamalizia kusema kwamba Magoti pamoja na Wangwe ambao ni wana sheria ambao wameweza kuwasilisha kesi yao mahakamani, wanaeleza kuwa kile kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kilikuwa ni tamko la kiholela na la kitapeli lililojificha kama ni kielelezo cha matakwa ya wananchi wa Tanzania, ile hali sehemu kubwa ya Watanzania hawakushiriki katika mchakato huo wa uongo. Kwa hivyo wameweza kuelezea mahakama hii ya Afrika Mashariki kwamba hapakukuwepo na uchaguzi tarehe 29, bali kulikuwa na wizi wa kura. Kulikuwa ni tamko la kiholela, tamko la kitapeli kwamba palikuwepo na uchaguzi, ile hali hapakukuwepo na uchaguzi na ni uongo tu uliweza kufanyika, huku viongozi fulani wakijisimika mamlakani wakitaka wasishindwe. Magoti pamoja na Wangwe wanawakilishwa ipasavyo na mawakili waandamizi kama vile Donald Deya, Arnold Sunga, Jeremia Bamu na Jebra Kambole, miongoni mwa mawakili wengine mashuhuri kutoka taasisi ya Pan African Lawyers, Ubuntu Africa Law Group Union pamoja na Civic Space Network Africa. Shauri litapangwa kusikilizwa katika kikao kijacho cha mahakama ya Afrika Mashariki. Kwa wale ambao mmeweza kunisikiliza mpaka mwisho, naomba niweze kuwapea utofauti kati ya hii kesi ambayo imeweza kuwasilishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki pamoja na ile kesi ambayo iliweza kuwasilishwa katika mahakama ya jinai ya ICC. Kesi ambayo imewasilishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki, wanataka uchaguzi ule wa Oktoba, kile ambacho kinaitwa kwamba ni uchaguzi wa Oktoba uweza kufutwa, alafu wanataka uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, wanataka uchunguzi uweze kufanyika, na nimekueleza kwamba wale ambao watakaoendesha uchunguzi watoke katika mataifa ama katika muungano wa mataifa ya Afrika Mashariki.
na wanataka vyombo vya dola viweze kuomba msamaha, na wanataka wale ambao waliweza kuathirika waweze kupata matibabu, zile familia ambazo ziliweza kupoteza wapendo wao waweze kuombwa msamaha na walipwe fidia. Lakini ile kesi ambayo iliweza kuwasilishwa katika mahakama ya jinai ya ICC, kitu ambacho unapaswa kukijua, inataka Samia aweze kuchukuliwa hatua kwa kuua Watanzania. Wanataka vile vile zile familia ambazo ziliweza kuathirika ziweze kupata fidia. Nina imani kwamba nimeweza kueleza utofauti uliopo kati ya hizi kesi mbili. Kesi ya Samia ICC iliwasilishwa mwaka uliopita, na hii kesi ambayo imeweza kuwasilishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki imeweza kuwasilishwa tarehe 7 Januari mwaka 2026. Najua nimechukua muda wenu mwingi, lakini nina imani kwamba nimeweza kuwachanganulia kila kitu ambacho kiko hapa ndani, umeweza kukielewa. Mwenyezi Mungu awabariki. Tafadhali basi sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili taarifa hizi ziweze kujulikana kwamba Samia ameweza kupelekwa katika mahakama ya Afrika Mashariki, mahala ambapo wanataka uchaguzi mpya uweze kuandaliwa na ule ushindi wa Samia uweze kufutwa. Mwenyezi Mungu awabariki.